Safi mtazamaji wangu, natumai mzima popote ulipo. Karibu tena katika YouTube channel yetu, kituo nambari 1 kinachozidi kukuletea taarifa za Kenya pamoja na East Africa kwa ujumla. Sasa mtazamaji, leo hii taarifa mpya zimeweza kutufikia katika dawati letu la habari, taarifa ambayo moja kwa moja yaendelea kuwa ni pigo kubwa kwa uongozi wa chama cha CCM katika taifa jirani la Tanzania, kwani Rais Mama Samia Suluhu Hassan akiendelea kujitayarisha kurejea mamlakani kwa uchaguzi ambao utaweza kufanyika mwaka 2025. Wapinzani wake wanazidi kumkosoa vikali, na hata mipango ya kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu itakapokuwa ikisikizwa siku ya kesho. Kwa kweli leo hii viongozi wa kidini wameweza kumwombea Mheshimiwa Tundu Lissu haki iweze kupatikana, na sote tunafahamu kwamba kweli haki itaweza kupatikana kutokana na kutokuwa na makosa aliyoweza kuyafanya Mheshimiwa Tundu Lissu, kiongozi mkuu wa chama Chadema. Ila mtazamaji, iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, ningependa niweze kukuomba uweze kubonyeza alama ya like, alama ya subscribe iliyoandikwa na maneno mekundu chini ya video hii, na iwapo utaweza kufanya hivyo, basi utakuwa umeweza kutupa support kubwa, na ndiyo njia pekee ya wewe hapo kutulipa sisi hapa kwa kukuletea taarifa hii. Naam mtazamaji, siku kesho Watanzania wengi wanaendelea kutarajia kujawa na furaha. Ombi waliloweza kuliomba kwa muda mrefu liweze kujibiwa. Sasa viongozi wa kidini leo hii wameweza kujitokeza hadharani kushiriki maombi ya moja kwa moja, kati yao pamoja na jamaa wa karibu wa familia yake Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na wafuasi wake Mheshimiwa Tundu Lissu, na hata baadhi ya Wakenya pia wameweza kuonyesha kusimama na taifa hilo la Tanzania kwa kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu. Sasa moja kwa moja Mheshimiwa Tundu Lissu, iwapo kesho ataweza kupata ushindi, basi ataweza kupewa nafasi ya kuwania kiti cha urais, jambo ambalo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan hangependa liweze kutokea. Iwapo hilo litaweza kutokea, tiketi ya moja kwa moja ya urais ataweza kuikosa kutokana na upinzani wake Mheshimiwa Tundu Lissu na kiongozi mwingine ambaye ataweza kuwania. Hivyo basi nafasi ya urais itakuwa ikigombewa na viongozi watatu. Sasa jambo hilo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan hangependa, na ndipo ambapo hata kwa kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu siku ya kesho asingependa ushindi uweze kupatikana, kwani iwapo ushindi utaweza kupatikana itakuwa ni njia ya kuondoka afisini kwa uchaguzi huu wa mwaka 2025. Haya yote ni kutokana na kile ambacho baadhi wa Tanzania wanazidi kusimama nalo, ya kwamba no reform no election. Sasa kauli hii ya no reform no election, Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kuomba na upinzani aweze kufanya mabadiliko, na ndipo ambapo uchaguzi uweze kufanyika. Sasa mtazamaji, naamini kwamba huenda hata wewe hapo nasema ya kwamba iwapo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan atawania kiti cha urais pekee, basi Watanzania wasiweze kupiga kura. Amini usiamini, hiyo haitaweza kumsababisha Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutoingia afisini ama Ikulu kama rais wa Jamhuri ya Tanzania. Na ndipo ambapo hivi sasa Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kusii, iwapo ushindi wake utaweza kupatikana kesho, haya yote ni kutokana naye kuendelea kusi wa Tanzania waweze kusimama naye ya kwamba no reform no election. Sasa kesho mahakama kuu iweze kushinikizwa naye Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ili Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuwa huru, na iwapo ataweza kuwa huru, basi moja kwa moja katika uchaguzi wa mwaka 2025 ataweza kuwania. Sasa Mheshimiwa Mama Rais Samia Suluhu Hassan ataweza kulazimika kutumia mbinu hiyo, kwani iwapo mbinu hiyo hataweza kuitumia,
na baadhi ya Watanzania kukataa kushiriki katika uchaguzi wa mwaka 2025, basi katika taifa hilo la Tanzania kura za mwaka 2025 zitakuwa na unyanyasaji mkubwa kinyume na kama ilivyokuwa hapo awali, na yote haya yatakuwa ni kwa sababu ya viongozi pekee ambao wako na nia ya kibinafsi, jambo ambalo linazidi kushuhudiwa pia katika taifa jirani la Kenya. Hasa siku ya jana tuliweza kushuhudia pia maandamano mazito katika taifa hilo la Kenya, idadi kubwa ya vijana wa Gen Z wakiomba mabadiliko yaweze kufanyika. Sasa tusingependa tuweze kushuhudia taifa la Tanzania kufikia mahali ambapo taifa la Kenya limeweza kufikia, na iwapo uchaguzi huu wa mwaka 2025 utaweza kufanyika bila mpinzani, mtazamaji, amini usiamini, Tanzania pia vijana wa Gen Z nao wataweza kujitokeza kutokana na matokeo ya urais ambayo yataweza kutangazwa, na wao wataweza kutofautiana na matokeo hayo ya urais, hatua ambayo itakuwa pigo kubwa kwa uchaguzi mzima wa huko Tanzania. Na ndipo ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kujitetea na kujaribu juhudi siku baada ya siku ili uchaguzi huu wa mwaka 2025 uweze kufanikiwa, na iwapo utakuwa umeweza kupewa mpinzani hasa katika kiti cha urais, basi Mheshimiwa Tundu Lissu ndiye aweze kupewa nafasi hiyo, ila mijadala inaweza kujadiliwa. Ijapokuwa Mheshimiwa Tundu Lissu kama kesho ataweza kushinda kesi yake na kuwania kiti cha urais, katika matokeo ya urais yatakuwa ya halali ama matokeo hayo yataweza kuibiwa? Sasa mtazamaji, ingekuwa vyema iwapo ya hapo ungelinganisha hali iliyoko hivi sasa katika taifa hilo la Tanzania, iwapo uchaguzi ungeweza kupigwa leo baada ya Mheshimiwa Tundu Lissu kushinda kesi yake. Je, yeye pamoja na Rais Mama Samia Suluhu Hassan ni nani ambaye atakuwa katika nafasi bora ya kushinda kiti cha urais? Ama ni chama kipi, chama cha maendeleo, chama Chadema pamoja na chama cha CCM, ni chama kipi kitaweza kuweka rais afisini? Na iwapo ni chama Chadema, moja kwa moja Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kufanikiwa kuingia afisini, na iwapo ataweza kuingia afisini, ndipo ambapo pia vyama vingine vya Tanzania vinazidi kumpendekeza yeye ili aweze kufanikisha kile ambacho Watanzania wanazidi kukililia, no reform, no election. Na ijapokuwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kuingia afisini, mtazamaji, moja kwa moja no reform, no election itakuwa imeweza kuzimwa na hilo halitaweza kufanikiwa. Sasa mtazamaji, ni vema iwapo wewe hapo utaweza kusubscribe katika channel hii, share video zetu na kuzilike pia, tukiendelea kusubiri siku ya kesho iwapo Mheshimiwa Tundu Lissu kesi yake ataweza kuimaliza ili aweze kuwania kiti cha urais. Usisahau kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section, na vyema kabisa ni utufahamishe iwapo upo kwa no reform, no election, ama unakubaliana tu na kile ambacho Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kujaribu kukifanikisha kwa yeye kuwania kiti cha urais bila mpinzani wowote ule, jambo ambalo litaweza kumpa tiketi ya moja kwa moja huko Ikulu. Hii ina maana ya kwamba ataendelea kusalia kuwa rais wa jamhuri hii ya Tanzania. Bye bye until the next video.